Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara imeijibu klabu ya Yanga barua yake ambayo ilikuwa pamoja na mambo mengine inataka ipewe alama 3 na mabao 3 kwenye mchezo ulioahirishwa wa tarehe 8 Machi mwaka 2025. Kwa mujibu wa mchambuzi nguli wa soka nchini Tanzania, Jemedari Saidi, ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram akinukuu barua iliyotolewa na Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara kuelekea Yanga Sports Club. Katika barua yake ya tarehe 16 Machi mwaka 2025 yenye kumbukumbu namba TPLB/CEO/2024/625, bodi imesema mechi iliahirishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba waligomea kama ambavyo Yanga walisema. Katika barua ya bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imeiambia Yanga mchezo uliahirishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama inavyoelezwa kwenye kanuni ya 17 ambazo zilifanywa ili kupatia timu iliyopo kiwanjani alama 3 na mabao 3. Kanuni ikiwemo kukagua timu hiyo, inasomeka sehemu ya barua hiyo ya majibu ya Yanga Sports Club. Klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za Ligi Kuu namba 1745 haisemi popote kwamba klabu mgeni visiting team inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa lao la kikanuni la kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi, imesomeka barua hii ya bodi. Bodi aidha imesema waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti za kuelezea mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 Machi mwaka 2025 pale uwanja wa Benjamin Mkapa wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu na unyeti wa taarifa zilizopelekwa, zingine zilitishia usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu wa kipekee kwenye soka, kamati iliona umuhimu wa kuahirisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama kabla hazijatokea kabla au baada ya mechi, ili kujipa muda na pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa vya uchunguzi, imesema barua hii ya bodi kwenda Yanga Sports Club. Kamati iliona matokeo hasi ya kuahirishwa kwa mechi ni madogo kuliko matokeo hasi ambayo yangetokea kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha, kwa kupeleka timu kiwanjani, Yanga imekeuka kanuni ya 4718. Kwa barua hii ambayo imetolewa na shirikisho la soka nchini Tanzania kuelekea kwa Yanga Sports Club, ni wazi kwamba zile alama 3 ambazo Yanga walizidai kwa kile walichokiita wao kufika uwanjani hazipo tena. Hakuna alama 3 za mezani, wakati Yanga wakiambiwa inaweza kushushwa daraja kwa mujibu wa kanuni ya 4718. Kanuni ya 4718 inasema klabu ambayo itashindwa au kukaidi kutii maagizo, maamuzi au utekelezaji wa uamuzi wa TFF au bodi ya ligi itatozwa faini ya shilingi milioni 5 au kuondolewa kwenye ligi kuu kwa kushushwa daraja. Je, nini kitaendelea mara baada ya barua hii kutoka shirikisho la soka nchini Tanzania? Na barua hii ikijibu barua ya Yanga ile ambayo ilidai alama 3 pamoja na gharama za maandalizi ya mchezo. Wakati haya yakiendelea, ikumbukwe mapema alinukuliwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia akiwauliza wale ambao wanataka bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara ivunjwe, je, wao viongozi wao wako salama? Kazi yetu ni kukupa taarifa pale ambapo zinajitokeza. Mimi ni Shehani Mzaina. Kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Hii ni Toka Zamani TV. Tufuate pia kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram, TikTok pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV.